Pastor Ezekiel kitu kinachomtesa ni adhabu ambayo alipewa na chama cha Freemason ya kuwa analala kwenye jeneza. Umeona, ni kitu ambacho kinamtesa sana binadamu yule Pastor Ezekiel ambaye ni mwenzetu, ni mwanachama mwenzetu, ni muasisi mwenzetu, na waumini walikuwa hawajui kabisa kama Pastor Ezekiel alikuwa analala kwenye jeneza. Bwana, mambo vipi mpenzi mfuatiliaji unayefuatilia matukio na mikasa mbalimbali yanayotrend kwenye mitandao ya kijamii? Bwana, tuko na Don Dash. Watu wengi wanamfahamu Don Dash, muasisi katibu wa chama cha Illuminati au Freemason Tanzania. Bwana, Don Dash, mambo vipi? Safi kabisa na niko njema kabisa. Umepoa sana? Hapana. Nilikuwa na majukumu ya kiofisi ndio maana unaona nimepoa. Tumeona umetweet kuhusiana na Pastor Ezekiel alivyozungumzia kuhusiana na chama cha Freemason. Akasema mwaka 2025 ni mwaka wa kuangusha Freemason, na wakati huo ulizungumzia kwamba yeye ni mwanachama wa Freemason. Sasa tumekuja tupige na story mbili tatu kuhusiana na hayo mambo ya kuzungumzia mwaka 2025 ni mwisho wa Freemason. Hebu kwa uchache kidogo zungumzia, ukiwa kama msemaji lakini ni muasisi wa vijana Afrika, unazungumziaje kuhusiana na hiyo? Ni kweli mimi ni muasisi wa vijana Afrika nzima pamoja na East Africa Mashariki. Tweet yake nimeiona. Umeona? Nilivyoiona nikasema huyu pastor huyu, japo tumekutana sehemu nyingi sana, lakini naona anakoenda na anakopotosha ni kubaya. Umeona? Ile Kenya ile mpaka saizi wanamjua Kenya. Yaani nguvu yote ile ambao anaisumbua Kenya ya upasta wake kaipatia huko kwetu. Saizi anaanza kulopoka sijui mwaka 2020 ngapi huko, sijui kitatokea nini kitatokea. Hayo ni maono yake yeye kama yeye, lakini sisi na kuru yetu na taasisi yetu na nguvu yetu ya chama cha Freemason, sisi bado tutakuwa wakubwa, na bado nguvu yetu itakuwa kubwa, na bado maisha yatakuwa bora kwa kila Muafrika na bora kwa kila mtu yoyote wa kidunia ambaye yupo hapa duniani. Umeona? Yeye mwenyewe nguvu. Saizi wewe ulivyokuja kwangu, umenitembelea kwangu, umeshaona. Ulikuwa unamjua Pastor Ezekiel? Hapana, wewe umetweet kwa Pastor Ezekiel naye kaibua kazungumzia kuhusu wewe. Ni kweli nimetweet, lakini mpaka saizi nasubiri jibu lake ambalo atanijibu mimi, kwa sababu nimemuongelea kuwa anakosea. Umeona? Japo yeye ana cheo kikubwa kutoka kwangu kwa sababu yeye alinitangulia. Na nakumbuka mwaka 2022 tulikutana Italy, mji mkuu wa Italia, Roma. Umeona? Nilishangaa kumuona yeye, na yeye kumbe alikuwa na cheo kikubwa. Kumbe yeye alishanitangulia mimi, nilikuwa mgeni ndo naanza kuvuka mipaka kwenda nchi tofauti. Umeona? Lakini mimi kuna baadhi ya vitu nilipata kutoka kwenye chama, mafunzo, manini, vitu vingi sana. Japo yeye aliingia kwenye chama, lakini alikuwa bize na utaratibu wa zebu lake yeye. Umeona? Kwa hiyo yeye kumbe alichokuwa anahangaikia ni nguvu. Umeona? Kwenye nguvu alipata kweli, lakini mimi nimehangaikia vitu vyote. Nimehangaikia nguvu, nimehangaikia maisha yangu mimi ya kutoka kwenye umaskini kuwa tajiri. Umeona? Saizi wamemsaidia yeye, ana nguvu, kila sehemu anamjua. Sio East Africa Mashariki tu, Afrika nzima na dunia wanamjua Pastor Ezekiel. Saizi eti ana tweet eti 2020 ngapi sijui kuna nini kitatokea kuhusu chama cha Freemason. Yeye nguvu amepatia wapi? Amepatia huku ambako nimetokea mimi. Kwa hiyo mimi namuona, kwanza namuona anapotea. Umeshaona? Yaani anapotea sana. Yaani anapotea na anajikanyaga. Au umeimuona mtu anachimba shimo afu anajifukia yeye mwenyewe? Ni yeye ndo kitu ambacho anakifanya. Amechimba shimo afu anataka kujifukia. Amekosea sana. Twitter yake mimi screenshot. Umeona? Manake mwezi wa 10 na safari ya kwenda Marekani makao makuu, ambako kuna semina yetu ya chama chetu cha Freemason. Kwa huku East Africa Mashariki tunaendaga viongozi wakubwa. Ulizungumza kwamba Afrika Mashariki Pastor Ezekiel kwenye ukasema kwamba yeye alisainiwa hapa
Tanzania, Dar es Salaam, alikuja kuomba nguvu hapa Tanzania, na ulisema alipokelewa na Sir Chande. Watu wengi wanajiuliza Sir Chande ni nani, hawamfahamu kwenye chama cha Freemason, na wewe ukasema siri zote na mikataba yote utaomba kwenye chama cha Freemason wakupatie. Tunaomba ufafanuzi kwa hilo. Ni kweli, kwanza uwezo kumuona Sir Chande hivi hivi kwa macho yako ya kawaida, ila ukiniona mimi na ukija na moyo wako yani moyo wako wa dhati, kwa ndugu Don Dashi, nahitaji unisaidie, nipo chini ya miguu yako, kwa sababu saizi vijana wamekuwa wengi wapumbavu. Umeona, na wapumbavu na anawachukia. Unakuta mtu ana maisha magumu, lakini anakupigia simu, anahitaji msaada. Umeona, unampokelea simu, unamsikiliza, anaanza kuongea upumbavu. Umeona, anakusumbua tu. Uwezi ukamuona Sir Chande bila kufuata kanuni na taratibu za chama zinavyohitajika. Na Pastor Ezekiel ni kweli alikuwa na maisha magumu huko Kenya, Nairobi. Kenya sisi wametupita kiuchumi, wametupita. Umeona, kifedha yani wametupita. Lakini kwenye maisha ya raia mmoja mmoja, yani maisha ya raia mmoja mmoja, Kenya ni maskini tu. Yani maskini wa kutupilia mbali. Yani sisi wa Tanzania tuende Kenya afu wenyewe waje huko, sisi bado ni matajiri, wenyewe watatuzidi tu kifedha. Ndio maana pastor alivyoona nguvu ya wachungaji wengi wa Tanzania mpaka wanasumbua kiulimwengu, wanaipata wapi? Umeona, ndio kuanza kupambana na yeye apate nguvu kama ya mapasta wengine, wachungaji wengine ambao ni maarufu hapa Tanzania na ni wazito na wana nguvu ya kutosha. Ndio kisa cha kuja Tanzania, na walimpokea na wakamsaidia. Lakini mimi nilivyokutana naye Italia, alikuja kwa ajili ya kuongeza ujuzi mwingine na mambo ya kisemina. Saizi anaongea upumbavu, akati nguvu alipatia hapa Tanzania. Umeona, na ukija kuangalia matajiri vijana wengi sana, vijana wanapatikana Tanzania, sio Kenya. Kenya wametuzidi ni fedha. Umeona, sio uchumi wa tajiri mmoja mmoja. Naweza nikataja matajiri mimi Tanzania hapa wote wakubwa ambao wakienda Kenya kule wanaiburuza Kenya, lakini siwezi nikawataja zarani. Nyinyi wenyewe mnaona kimitandao kwa tajiri wa kwanza kijana Afrika anajulikana. Umeona, ukija wengine wanajulikana, wengine ndio wanatuonesha mpira wa Tanzania. Umeona, wanawekeza mavitu mengi. Umeshaona. Umeona, chama chetu kina uhuru sana. Hebu ukizungumzia, umetaja vitu vingi, mtazamaji anaweza kaa anajiuliza kwamba nao hao unawataja wapo kwenye listi kwamba ni member wa Freemason. Baadhi, sio wote, baadhi. Usimuone mtu anaitwa trillionaire au bilionea ukajua bilionea na trillionaire era ameenda ameokota tu. Amepambana. Amepambana kivipi? Kwamba naye ni member wa Freemason? Ndio. Umeona, ni kweli hicho unachoniuliza. Ndio, ndio maana nimekwambia baadhi ni wachache. Sema siku ya leo ukitembelewa na waandishi kwamba utaweka mambo yote hadharani kuhusiana na Pastor Ezekiel pamoja na siri zake ambazo zimejificha. Ndicho ambacho mtazamaji anasubiria kukiorozesha, kwa sababu amesema chama cha Freemason mwisho mwaka 2025 katika nchi yao ya Kenya. Hicho kitu hakipo ndugu mwandishi wa habari. Pastor Ezekiel hiyo naona amepitiwa tu. Yani amepitikiwa tu. Naona ameamka